Caroline sio jina lake halisi, ila ni mmoja wa walimu wanaougua saratani Mombasa. Anatembea kwa maumivu makali. Amekuwa akitibiwa saratani kwa miaka 3 sasa akitumia bima ya Minet. Kuhamishwa kwa SHA kumeleta dhiki akipata ugumu kupata matibabu. Hospitali ya kibinafsi alikokuwa akitibiwa haijatia mkataba na SHA. Uenda hospitali unaambiwa sasa hatuwezi kukusaidia, tunangojea tuone kama tutaweza kusikizana na SHA. So mara nyingi unaenda nyumbani unangojea ukitazamia kwamba yatafanyika. So kwenda nyumbani unangoja, unapiga simu unaambiwa hayajakuwa. Kulingana na afisa mkuu wa SHA Daktari Masi Mwangangi, ni hospitali 140 nchini zinazowahudumia wagonjwa wa saratani, Mombasa ikiwa na hospitali 3 pekee kufikia sasa: Makadara, Mombasa Cancer Center na Cancer Center of Excellence. Walimu kama Caroline wanalazimika kuchanga pesa kugharamia matibabu kila wiki. Cancer treatment hata one session is up to 250,000. Maybe ufanywa fundraising katoka 100,000. So unafaa utafute zaidi. In 2 weeks, that is in 2 weeks, dose ya 2 weeks. So 2 more weeks you'll still need to have 250,000. SHA inagharamia shilingi 550,000 kwa sasa. Pesa hizo zikatika, mgonjwa anaweza kuendelea kutumia bima ya mwalimu kwa matibabu zaidi. Lakini Caroline ana tatizo na ukosefu wa dawa na baadhi ya vifaa hospitalini. Saa hii tukuwa na hiyo moja, unaambiwa kwamba uko na spouse analipa. Akishalipa na wewe unalipa, mnaambiwa mko household. So mnawekwa under mtu mmoja. Ukiwekwa under mtu mmoja inamaanisha kwa kama sasa hivi ile SHA ya walimu haifanyi na nyote mko under SHA ya walimu, hamsaidiki. Huwezi tumia ya your spouse kwa sababu amewekwa chini yako. Unaona? Meanwhile wale wamefariki, hata malipo yao ya kufariki ile last cover hakuna. Wamechukua walimu wamewarundika kama makondoo, wanasema mwalimu akifa mtatafuta family itapewa 300,000. Yet in theirs we have gone through wanalipwa 18 million and above. Kwani our life is different from the life of TSC staff? Wagonjwa wanaougua saratani, figo, ugonjwa wa moyo na magonjwa mengine sugu wanaitaka Wizara ya Afya kutatua masuala haya na kuhakikisha hospitali zaidi zimejiunga na bima ya SHA ili walimu wapate matibabu. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.